Lengo letu hapa ni kushauriana kwanza. Kulikuwa na changamoto 3 kwenye kiwanda chetu hiki. Changamoto ya kwanza ni kiwanda kilifungwa kwa takriban miezi 5. Sababu ni nyingi zinazotajwa na tumezijadili kwa upana wake leo. Na tumekubaliana pamoja na CRDB, ambao CRDB hawa ndio financier wa mwekezaji kwenye kiwanda hiki. Na tumekubaliana kwamba kiwanda kifunguliwe ndani ya miezi 3 ili wakulima waweze kuendelea na uuzaji wa chai katika kiwanda kile. Na tayari tumeshakubaliana mambo ya kufanya kwa kila upande kuanzia siku ya leo ili kiwanda hiki sasa wakulima ndani ya miezi hii 3 waweze kuanza kwenda kuuza chai kwenye kiwanda chetu. Lakini jambo jingine ambalo tumekubaliana ni kwamba mwezi wa 9 kiwanda hiki baada ya kufungwa takriban miezi 5 wafanyakazi wake walisimamishwa kazi au walisitishwa ajira zao. Neno zuri ni kusitishwa ajira. Kwa sababu kiwanda kijafanya kazi kwa miezi 5, mwekezaji aliona hana hela za kulipa. Na changamoto ya wafanyakazi haikuwa ya ajira kusitishwa, bali ilikuwa ni kuhakikisha malipo yote yanafanyika. Na tumefanya kikao leo na kuona jinsi gani malipo hayo yatafanyika, na tumefanya majadiliano ya wazi na wawakilishi wa wafanyakazi, na serikali itaendelea kufuatilia. Lakini imani yetu kuwa kwa makubaliano tuliyofanya leo, ndani ya miezi hii 2 hawa wafanyakazi wataendelea na ajira kama kawaida, kwa sababu tunategemea kiwanda hiki kifunguliwe. Kwa hiyo niendelee kusema tu serikali ipo karibu na wananchi, na niwahakikishie wananchi wote wa eneo wanaozunguka kiwanda hiki wa Rungwe kwamba wataendelea kulima na kuuza chai yao kwenye kiwanda hiki kama ilivyokuwa kawaida baada ya kuwa tumemaliza taratibu hizi zote. Lakini benki ya CRDB imeonyesha utayari wa kutoa fedha kwa mwekezaji huyu au kwa mwekezaji wengine wapya ambao tayari wameshajitokeza ili kuhakikisha kwamba kiwanda kinaendelea na utoaji huduma kwa wananchi na uzalishaji. Lakini jambo la 3, tumekubaliana sisi na chama cha wafanyakazi kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia haki za wafanyakazi, na tueleze tu wakulima na wafanyakazi wote kwamba serikali ipo na nyie, na tutaendelea na mashauriano haya na hakuna haki ya mfanyakazi yoyote itakayopotea.